Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya mnyama Wekundu wa Msimbazi Simba, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ikiwa ni mwendelezo wa yale yote makubwa ambayo yanaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha Simba katika kuhakikisha kwamba wanarejesha makali ambao walikuwa nayo kwa miaka ya nyuma kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo taarifa imeweza kuwekwa wazi juu ya klabu ya soka ya Simba kukamilisha leo hii dili la mchezaji mkubwa kwelikweli kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Huu unaendelea kuwa ni mwendelezo wa kikosi hiko katika kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kupata lile ambalo wanalihitaji kwenye kikosi chao, ambapo klabu hiyo yenye maskani yake mitaa Msimbazi, Kariakoo, Dar es Salaam imeendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba wanafanikiwa katika jitihada za kufanikiwa kupata saini ya wachezaji wakubwa wenye hadhi na nguvu ya kuipambania klabu ya soka ya Simba Sport Club na kutimiza mahitaji ya kocha ambayo anahitaji katika dirisha hili la usajili, ambapo klabu hiyo yenye maskani yake mitaa Msimbazi, Kariakoo, kama nilivyokuambia, imetambulisha leo hii nyota huyo mkubwa ambaye anakuja kwenye kikosi cha Simba. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa, ametokea wapi, amesaini mkataba miaka mingapi, hayo na mengine mengi utakwenda kuyajua katika taarifa hii ambayo Simba Sport Club leo hii wameweza kuiweka bayani. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Sport Arena, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali nazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club inaelezwa kwamba wapo katika mchakato wa kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kupata yale ambayo wanahitaji kwenye kikosi chao, ambapo ni matarajio ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao, ambapo hayo yote yanafanyika kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba kabisa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa kuna moja kati ya usajili ambao umefanyika na si mmoja, ambapo klabu ya soka ya Simba Sport Club, ambapo inaelezwa kwamba wapo katika mazungumzo ya kumsajili kiungo mshambuliaji mkongwe wa Afrika Kusini Themba Zwane maarufu kwa jina la Mshishi, kuhusu uwezekano wa kuhamia Msimbazi kuelekea msimu ujao wa mashindano. Taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa nyota huyo mwenye umri ambaye amejengea heshima kubwa ndani ya soka la Afrika, akiwa nahodha na mmoja wa wachezaji muhimu wa klabu ya Mamelodi Sundowns, yuko katika hatua za kutathmini hatima yake baada ya kuitumikia timu hiyo kwa zaidi ya muongo mmoja. Zwane anayejulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kutengeneza nafasi za mabao, pasi za mwisho zenye ubora wa hali ya juu na uongozi ndani ya uwanja, amekuwa miongoni mwa viungo bora kuwahi kutokea Afrika Kusini katika kipindi chake akiwa Mamelodi Sundowns. Ameshinda mataji mengi ya ligi ya Afrika Kusini pamoja na ubingwa wa ligi ya mabingwa wa Afrika, huku pia akitumika timu ya taifa ya Afrika Kusini kwa zaidi ya mechi 50. Simba Sport Club inavutiwa na uzoefu wake mkubwa wa kimataifa pamoja na uwezo wake wa kuiongoza safu ya kiungo katika mashindano makubwa ya Afrika, na uongozi wa Wekundu wa Msimbazi Simba unaamini kuona kuwa ujio wa Zwane unaweza kuongeza ubora, utulivu na uzoefu ndani ya kikosi kinachojiandaa kwa ushindani mkubwa ndani na kimataifa. Licha ya umri wake, Zwane bado anaendelea kuaminiwa katika kikosi cha Mamelodi Sundowns, hata timu ya taifa ya Afrika Kusini, jambo linaloonyesha kiwango
kiwango chake bado kinaheshimika ndani ya soka la bara hili. Hivi karibuni alijumuishwa katika kikosi cha Afrika Kusini kuelekea mashindano ya kombe la dunia kutokana na uzoefu wake mkubwa. Iwapo mazungumzo hayo yatazaa matunda, Zwane atakuwa mmoja wa wachezaji wenye wasifu mkubwa zaidi kuwahi kujiunga na Simba katika miaka hivi karibuni. Mashabiki wa Simba tayari wameanza kufuatilia kwa karibu taarifa za kiungo huyo, wakiamini kuwa anaweza kuwa nyongeza muhimu katika safari yao ya kuelekea kimataifa. Lakini katika taarifa nyingine kubwa kabisa ambayo inaelezwa kwamba klabu hiyo yenye maskani yake Tanzania, Kariakoo, Dar es Salaam, inaelezwa kwamba klabu ya Azam FC inaelezwa kuendelea na jitihada kubwa za kuhakikisha inambakiza nyota wake wakati Faisal Salum baada ya kuanza mazungumzo kumshawishi kuongeza mkataba mpya kuendelea kuitumikia timu hiyo ya Chamazi. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya karibu vinaeleza kuwa kwa zaidi ya wiki 3 sasa viongozi wa Azam wamekuwa wakifanya mazungumzo ya mara kwa mara na kiungo huyo wa Taifa Stars wakitaka kumwekea saini mkataba mpya kabla ya kuingia katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake wa sasa. Hata hivyo, hadi sasa Feitoto bado hajaonyesha utayari wa kusaini makubaliano mapya. Simba Sport Club nao hawajaacha kufuatilia hali ya mchezaji huyo. Inaelezwa kwa viongozi wa Simba wamekuwa wakifanya mawasiliano ya chini kwa chini kwa lengo la kumshawishi nyota huyo kujiunga na mradi wao wa msimu ujao. Aidha, wiki hii kiongozi mmoja mwandamizi wa Simba anaripotiwa kuzungumza moja kwa moja na Feitoto kwa njia ya simu ili kumweleza mipango ya klabu hiyo na nafasi ambayo angekuwa nayo endapo angeamua kuhamia kwenye klabu ya soka ya Msimbazi kwa kile ambacho kinachotakiwa kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo klabu hii yenye maskani yake Msimbazi imeendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba inapata wachezaji muhimu kabisa, ambapo kiungo Enock Morris baada ya kuonesha kiwango bora msimu huu akiwa na Gor Mahia ya Kenya, tayari ripoti kutoka Kenya zinasema tayari Morrison yuko kwenye mazungumzo na klabu ya Simba. Nikikumbushe kwamba mwaka jana Simba ilipambana sana kumpata huyo mchezaji, lakini hawakufanikiwa kumpata. Labda mwaka huu watafanikiwa kuendelea kusubiri update zinazokuja. Morrison ameisaidia pakubwa Gor Mahia kubeba ubingwa wa ligi kuu Kenya, akichukua tuzo ya mchezaji bora, akichukua na tuzo ya Simba Sport Club inaendelea kuweza kujikita kuhakikisha kwamba inakamilisha sajili zote muhimu ambazo wanazihitaji kwenye kikosi chao kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kunako katika kikosi chao. Msimu ujao wana matumaini ya kwamba wanakwenda katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na wanahitaji kuhakikisha kwamba wanafanikiwa katika lengo hilo ili kuweza kurudisha yale yaliyokuwa akiweza kufanyika kwa miaka hivi karibuni. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment, usisahau kusubscribe na kubonyeza